Ujaze na akili na ufahamu kutoka mbingu za saba. Dunia isingeona lakini kimbo, lakini neno itatoka ndani tufaiti. Tunajua uko mema utamsaidia na kumjaza akili na utukufu, kufungua masikio ya roho na mwili, kusudi tupate nafasi ya kusikia neno na kuyachunga katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Katika Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Wakati tulikuwa kwa mwezi ya 4, hii alama tunataka leo ni alama enyewe tungilipasha kufanya hayo siku ya Pasaka. Leo tunakuwa na kisangoba kama nikambo na ile mboto ilikusala leo hawa izali itapotoka kusala kwa ya Pasaka. Hii sherehe tunapenda kuifanya inakuwa ndani ya kanisa hii. Mungu tulikusala izala kwa na ndio maana ile siku nilitangaza ya kwamba kila mtu ajiweke safi mbele ya Bwana. Kwa sababu usingejiweka safi kwa hii sherehe ya leo, hautaingia ndani mwenyewe. So sababu Yesu wakati alitoka mbingu alikuwa safi mbele ya Bwana. Aliingia kwa mateso mengi kwa sababu alimkubali Mungu kuwa mwokozi kwa maisha yake, alishinda kifo na akaingia mauti na akazikwa na kufufuka. Sherehe wakati Yesu alipenda kwenda Yerusalemu kufanya karamu ya Pasaka, ndiyo maana alipenda kufundisha wanafunzi juu ya Pasaka. Kama leo tunataka kuona mwili wa Yesu, kukunywa damu yake, ni sharti tufundishe kwa sababu Pentekoste ilishapita. Mwaka haiwezi kupita kabla tuyakula mwili wa Yesu. Mwaka haiwezi kupita kabla tuyakunywa damu ya Yesu. Anasema fanyeni hivyo kwa kunikumbuka mimi. Anasema hii ni ukumbusho wa mwili wangu. Anasema iko ukumbusho ya mateso ambapo mimi nitapitikana ndani. Anasema hii ni ukumbusho
Yesu akawaambia Yesu ameteza libi kundeli. Wakati mimi sitakuwa Ndio gaina kuzawate. Kwa sababu sitakuwa na nyinyi siku yote. Kama bila kuzawadiwa ni kuonyoso te. Ili nataka kufundisha ndio mtakuwa kukumbuka kwa. Wewe na niko pia kuna ndio kanisa nala ya bora. Twende sura ya 7. Sura ya 7 inasema hivi. Na siku ya mikate pasipo chachu ikifika, ilipopasa kuchinja mwana kondoo ya Pasaka. Simama baba. Anasema siku ya mikate pasipo chachu. Okoro ya mikate o batie wewe ya kuvimba be. Anasema inapasa kuchinja mwana kondoo. Ndio kata mwana pate. Eske mwana kondoo siku ya mikate pasipo chachu iko leo? Mwana kondoo iko? Eske ndio mokoro ya mikate na tele vile pesa leo. Mwana meme azali. Amen, amen. Amen. Tunataka kufundisha juu ya ile chachu. Nasema nini? Tulii kote ya vile korona ngaiwana hivi. Ile chachu iko kitu yenye iko na vimba. Ngaiwana zaleo kwa vipi sakare vile. Anaita levire. Ndio kwa vile. Ile levire wala haistahili kukula hayo mkate, haiko mkate. Ya wewe ipe yuko ya wewe kwa hivi. Iko kitu yenye iko na vimba. Gezalo kwa kuvipa. So Yesu anasema omwetu kule mikate ya aina ile levire. Yesu alipombia ipa wewe vipa kake. Anasema tuchinje mwana kondoo. Alitoka mwana mimi. Ionyesha alama ya Pasaka. Yeye akisa ile kwa Mwili wake zote na yeye na damu yake tunakilana yeye. ile itamwangika kwa msalaba. Wakati Yesu Kristo hatakuwa tena pamoja na sisi. Sababu Yesu akuzawasuna bisote. Anasema ndio vile mtanikumbuka mimi. Ndio kanisa kai. Tuko na mtume Petro na Yohane. Yesu Anasema mwende mtengeneze. Petro anasema baba, ile Pasaka tutatengeneza. Sasa Yesu anataka kumjibu Yohane na Petro. Anasema hivi, Mungu ananiuliza juu ya Pasaka kutengeneza. Anasema mwende kwa mji fulani. Utakuta mtu mmoja anabeba mtungi ya maji. Mumuache ule mtu, mumuulize wapi nyumba ya wageni iko. Pale ndio ataonyesha Mungu. Yesu Kristo kutoka na misingi ya kama uwe safi mbele ya Mungu. wakolima na sije na biso ya leo rudiete za la Petro ilizona sana. Kama hutakuwa safi mbele ya Mungu, hata kama unaingia maji mengi, Hata ukoti na mai. na kama huko safi mbele ya Mungu, hautakula mwili wa Mungu. Solia zetu na hizo. Na hautakula damu ya Yesu. Yesu anasema mwende kwa Mungu. Ukamwambie mwalimu anasema utuoneshe kwa nyumba ya wageni. Ile nyumba ya wageni mwingine anasema muingie ndani. Kule ndani mubambe. Utayarishe kila kitu. Pale ndio tutakula Pasaka. Biblia unasema meza ya Bwana inatayarishwa mbele ya wakati. Kwa sababu mahali hapa inakuwa nyumba ya wageni. Hakuna hii kanisa mwenye iko mwenyewe nayo. Inasema kanisa ni nyumba ya Mungu. Mwenye kuingia ndani ya kanisa ni mgeni. Makao yako ni Yerusalema. Kama utajisafisha mbele ya Mungu, kama hii alama utafanya mchana ya leo, hayo ndio itakubeba mpaka Yerusalema. Ipo ukumbusho ya Pasaka. Leo Yesu Kristo aliacha kuona. Najua kama uko pale ukijiweka safi utakula leo. Nilipenda nilikwambia kama ujiweke safi mbele ya Mungu. Tunakuja kujisafisha. Amen, amen. Nisema leo sitakuwa mrefu kwa sababu seremoni iko mingi.
tuzane makabonere nitoke kuonesha kuwe safi mbele ya Mungu. Na yale wanaluza Petro msuna Kama utajiweka safi mbele ya Mungu, sio kwa Petro msuna safi Bwana atakuweka safi ndio na yeye vile vile. Mungu akutia kwa Petro na yeye msuna yeye. Ile ni kwa machache, Mungu abariki. Nani aliye kama na wewe tukulinganisha naye kwa muda huu? Asante kuona watoto wako wanajisogeza kukubali jina lako na mateso yako. Kwa sababu ya jina lako ndio wanajua watapata ufalme wa mbinguni. Asante Baba, utubariki kwa muda hii tunakuwa hapa. Bariki moja kwa moja penye mioyo yake, kwa sababu hii damu yako, hii mkate ya uzima ya kuleta nguvu, ya kuleta afya tele, tusingebeba laana wala kifo, lakini kwa kujitengeneza na kuangalia maisha yetu. Baba, utukubali. Tunashukuru kuonana sisi sote na kukaribia meza yako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen.